Takriban siku mbili nyuma kuna exclusive interview ambayo msimamizi wa Libase Gay, winga mpya wa klabu ya Simba, ameifanya na chanzo cha Africa Foot. Hichi ni moja kati ya vyanzo vikubwa kabisa kutoka Afrika Magharibi ambavyo vinashughulika na habari mbalimbali za kimichezo kwenye ule ukanda mzima wa Afrika ya Magharibi na Afrika pia kwa ujumla sana. Sasa huyu bwana amekuja na exclusive interview ambayo ameifanya na Africa Foot na inazungumzia ni kwa kiasi gani matamanio ya Simba yalikuwa ni makubwa kwa Libase Gay, lakini ni kwa nini waliamua kuichagua Simba na sio ofa zingine ambazo zilikuwa zimekuja kwa ajili ya Libase Gay, kwa sababu kama nitakavyoenda kunukuu hii interview, ni wazi msimamizi wa Libase Gay anaainisha kwamba kulikuwa kuna mvuto kwa ajili ya mchezaji wake kutoka kwenye maeneo tofauti kaskazini mwa Afrika na hata katika bara la Ulaya pia. Kwa hiyo hakuona kama huko kote kunaweza kukawa ni njia sahihi kwa ajili ya mteja wake, lakini aliona Simba Sports Club kama ni mahala sahihi, na nitakuwa na nukuu hii interview. Of course hii interview iliandikwa ama ilichapishwa kwa lugha ya Kifaransa, mimi nimeitafsiri kwa Kiingereza, lakini nitaisoma kwenu kwa Kiswahili ili tuweze kujua ni nini ambacho kilikuwa kinaonekana kuwa kinaendelea behind the scenes wakati Libase Gay anahusishwa na mpaka anajiunga na kikosi cha Simba. Interview yake na inukuu kama ifuatavyo. Anasema Simba ni klabu kubwa sana Tanzania na Afrika kwa ujumla. Well structured, katumia neno well structured, ni klabu ambayo ina mpangilio mzuri, ina malengo makubwa. Mradi wao wa kimichezo ulikuwa uko bayana kabisa, na nitakuja kuelezea hivi vitu. Unaaminika, na juu ya yote walikuwa wanaonyesha matamanio makubwa ya kumpata mchezaji wangu. Yaani kwamba unaweza kuona namna ambavyo anazungumza vitu ambavyo vinaonekana kuwa ni positive wakati anakutana na uongozi wa Simba kwa ajili ya kuona kwamba kuna biashara inafanyika baina ya mteja wake kwenda kwa wakubwa hawa katika viunga vya Msimbazi pale Kariakoo. Lakini anaendelea kwa kusema kwamba vilabu kutoka Morocco, Egypt na hata kutokea Ulaya ya Mashariki vilikuwa vinamhitaji Libase, lakini tuliichagua Simba kwa kujiamini, na ametumia neno serenity, kwa utulivu mkubwa sana. Yaani walipoamua kuichagua Simba kama sehemu ya wao kwenda na mchezaji wake, waliichagua kwa kujiamini na waliichagua kwa utulivu, hawakukurupuka. Manake kulikuwa kuna ofa kutoka Morocco, kulikuwa kuna ofa kutoka Egypt, lakini pia kulikuwa kuna ofa kutoka Ulaya ya Mashariki, lakini kwa utulivu mkubwa mwafaka ukawa unaonekana kwamba Simba ni mahala ambako panaweza kuwa ndo njia sahihi ya mchezaji wake kwenda kupata path nzuri ya kukua kama mchezaji, lakini pia hata kukua kimafanikio na klabu ambayo inaonekana kuwa na matarajio makubwa kwa wakati huu. Sasa hiyo ndiyo interview, nitaisoma tu kwa Kiingereza pia hapa. Anasema it is a very big club in Tanzania and on the Africa continent, well structured and very ambitious. Their sporting project was clear, reliable, and above all they showed a real desire to recruit Libase. Clubs from Morocco, Egypt, and even some Eastern European countries were interested, but we chose Simba with confidence and serenity. Hivyo ndivyo namna ambavyo interview hii inatafsirika kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba unaweza kuona ni kwa kiasi gani huyu msimamizi wa Libase Gay ambaye anafahamika kama Matar Cisse ameweka bayana kwamba kuna vitu vingi ambavyo vinaonekana kuwa vinamvutia ndani ya Simba kwa wakati huu, na ndio vimechagiza kwa kiasi kikubwa sana wao kuichagua Simba dhidi ya wapinzani wengine wote ambao walikuwa wanajaribu kuiwania saini ya mchezaji wake na Simba kwa wakati huu. Na nafikiri hivi vitu vingine vinapaswa vituambie kwamba kunaweza kuwa kuna changamoto ndani ya uongozi wa Simba. Ni kweli kabisa, na hata mimi huwa nakiri hilo mara kwa mara ninapopata nafasi ya kuizungumzia hii issue, lakini kuna vitu vingi sana ambavyo pia viko chanya kwa wakati huu, ama kwa sehemu kubwa pia, kwa maana ya mahitaji ya wachezaji, vitu kupatikana kwa wakati, uprofessionalism kwenye namna ambavyo wachezaji wanakuwa treated na vitu kama hivyo. Kiukweli Simba wana operate kwenye level ambayo ni vilabu vichache Afrika ambavyo vinaweza kuwasimamia wachezaji vizuri kama ambavyo Simba wanafanya. Kwa hiyo hili liwekwe kama sehemu ya credit kwa uongozi wa Simba, kwa sababu hakuna kitu ambacho kina mabaya peke yake. Of course amebainisha hapa kwamba pia miongoni mwa vitu ambavyo vimewavutia yeye na mteja wake kwenda katika klabu ya Simba ni kitu kinachoitwa sporting project. Hichi kidogo kama na mimi kilinishangaza, lakini huenda pengine kupitia huu usajili mpya ambao Simba umeufanya, labda inawezekana kuna mwanga ambao unaweza ukawa unaanza kupatikana hivi sasa. Na to be fair,
hata ukijaribu kuitizama performance ya Libase Gay yeye mwenyewe alipoingia kwenye kipindi cha pili kwenye mchezo dhidi ya Esperance, unaweza kuona kwamba ni mchezaji ambaye alikuwa anaonekana kuna uhai aliuleta, kuna performance ambayo aliiweka pale of course. Kwa hiyo probably huenda pia wakati Simba wanajaribu kumshawishi Libase Gay ajiunge na klabu yao, labda walikuwa wanamuaminisha kwamba ukitoa wewe, huenda kuna wachezaji kadhaa ambao tutawasajili pia ambao wana uwezo mkubwa kwenye maeneo tofauti tofauti, wanaweza kuwa ni wachezaji sahihi wa kuweza kuisaidia hii klabu kurudi kule ambako inatakiwa irudi. Kwa hiyo huenda kuna mradi mzuri tu ambao Simba inawezekana waliuuza kwa Libase Gay pamoja na msimamizi wake, kwamba ukitoa wewe mwenyewe kuna kundi kubwa la wachezaji ambao ni wazuri ambao tunawaleta ama tumeshawaleta hivi sasa ambao wataweza kuja kuisaidia klabu hii kufanya vizuri. Na huenda hata picha ya yeye mwenyewe kuperform katika mchezo dhidi ya Esperance inaweza kuwa ni ishara tosha kwamba huenda ule ndo msingi wa mambo ambayo pengine Simba walikaa na kuyajadili pamoja na mchezaji pamoja na msimamizi wake Matarsisi. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kinazungumzwa bwana. Inawezekana kukaa kuna fikra tofauti ama kukaa kuna muono tofauti wa muda mfupi, lakini ninachopenda kuamini ni kwamba pengine kuna kitu ambacho kinawezekana kikawa kinabadilika pengine kupitia huu usajili ambao Simba umeufanya, kwa sababu mpaka msimamizi wa mchezaji anakuja anasema hivi. Na to be fair, sio kwamba labda eti alikuwa anajivutia kwa ajili ya kuipata Simba peke yake. Kama kuna ofa kutoka Morocco, kama kuna ofa kutoka Egypt, lakini zote zimeonekana kwamba hazina mvuto kwa wakati huu kwa ajili ya Libase Gay zaidi ya Simba, pengine inapaswa kuonyesha kwamba huenda kuna kitu ambacho labda kinaweza kikawa kinabadilika, kwa sababu of course mimi napenda kuamini pengine kuna mabadiliko ambayo Simba na wao wanatamani kuyaona, licha ya kwamba kuna madhaifu na kuna kasoro ambazo zipo miongoni mwa viongozi, lakini huenda na wao pia wao kwenye nafasi sasa hivi ya kutaka kuona kwamba wanaunusuru huu msimu, na pengine wameleta pengine wachezaji wazuri, na huenda hichi ni kitu ambacho kikawa kimemvutia Libase Gay pamoja na msimamizi wake kuona kwamba Simba inaweza kuwa mahala sahihi ya wao kuja kwa wakati huu.